Naomba tufungue kile kitabu cha Mathayo mtakatifu ile sura ya 14 na ule mstari wa 31. Nadhani wote tutakuwa tumepata. Neno la Mungu linasema, mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Tufungue pia kwenye kitabu kile cha Luka mtakatifu ile sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka ule mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni salamu ya namna gani? Tuangalie pia kitabu kile cha Mwanzo sura ya 49 na ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, Isakari ni punda hodari, ajilazae kati ya mazizi ya kondoo. Somo ambalo Mungu anatupa katika siku hii ya leo lina kichwa kinachosema, usione shaka, kwa sababu neema ya Mungu ipo juu yako. Tumeangalia baadhi ya neno hapa ambalo tumesoma kwenye vitabu mbalimbali. Kuna vitu hapa muhimu sana unatakiwa au tunatakiwa kufahamu juu ya haya ambayo yanaendelea katika ulimwengu wa roho, ambayo yana matokeo katika ulimwengu wa mwili. Ni muhimu kufahamu kwamba kalenda ambayo tunaifahamu sasa imebadilika. Saizi tupo tarehe 1 mwezi wa 6. Maana yake kuna majira ambayo ni mapya yameingia katika maisha yetu, na katika kila majira ambayo Mungu anatupa katika maisha yetu, huwa kuna kitu pekee ambacho anakuwa amekiachilia katika hayo majira. Tunafahamu ya kwamba namna ambavyo mwaka umepangiliwa kwa namna ya mwezi, kwa namna ya wiki, kwa namna ya siku. Tuliposoma kitabu cha Luka tumeona ya kwamba katika mwezi wa 6 ulikuwa ni mwezi wa salamu. Salimie jirani yako. Kwa hiyo ulikuwa mwezi wa 6 ni mwezi wa salamu. Na unaona kabisa malaika wa taarifa anaenda kwa bikira Mariamu, na anaenda kumpelekea juu ya taarifa ambayo haikuwa ya kawaida. Na baada ya kuwa yule bikira Mariamu amepokea ile taarifa, ilikuwa taarifa ambayo kwake ilimletea mashaka ambayo sio ya kawaida. Lakini wakati anaendelea kuhangaika katika yale mashaka, ndipo malaika akamwambia ya kwamba wewe umepewa neema na Bwana yuko pamoja na wewe. Mwezi wa 6 ni mwezi wa neema, mwezi ambao Bwana anatamani watoto wake tuweze kwenda pamoja naye. Inawezekana mwezi wa kwanza hujatembea na Bwana, mwezi wa pili hujatembea na Bwana, jitahidi mwezi wa 6 utembee na Bwana. Jitahidi mwezi wa 7 utembee na Bwana. Jitahidi mwezi wa 8 utembee na Bwana. Kwa mfano kitabu cha Mathayo hapa, huyu alikuwa ni Petro. Petro alikuwa anatamani sana kujifunza vitu vingi kutoka kwa Yesu. Na unaona ilikuwa ni moja kati ya safari ambayo Yesu alikuwa anasafiri na wanafunzi wake. Ukianzia mistari ya juu kidogo utakutana na hii habari. Lakini kutokana na somo ambalo ninajaribu kukufundisha na Mungu amelikusudia katika siku ya leo, nilichukua tu mstari mmoja wa 31. Na unaona kabisa ya kwamba Petro alikuwa anataka kujifunza vitu vingi kutoka kwa Bwana. Ninakuombea kwa Bwana katika mwezi wa 6 na miezi inayoendelea, uwe ni mtu wa kujifunza vitu kutoka kwa Bwana. Usijifunze vitu kutoka kwa wanadamu, kwa sababu wanadamu tunaishi kwa kuiga au kukopi maisha ya watu wengine. Jitahidi kufuata hekima ya kimungu ili uweze kuendelea katika viwango vingine. Unaona Petro anajifunza kutoka kwa Bwana.
hajifunzi kutoka kwa wanafunzi wenzake, anajifunza kutoka kwa Bwana. Anatamani kuona vitu vipya kutoka kwa Bwana. Ikiwa Bwana amekupa neema katika siku hii ya leo, amekupa afya njema, amekupa uzima mzuri, amekupa kibali kipya, amekupa nuru mpya, una kila sababu ya kutembea bila mashaka, kwa sababu unaamini ya kwamba neema ya Bwana iko juu yako. Naona baada ya kuwa wametangulia, baada ya kuwa wamefanya huduma, Yesu aliwaambia wanafunzi wake watangulie. Walipokuwa wanatangulia kwenye ile safari ya waliokuwa wanatumia njia ya majini au ya bahari, walifika mahali wakapata shida. Dhoruba ikawabana, mawimbi yakawa makubwa, chombo kikataka kuzama, na ndipo Yesu akatokea akatembea juu ya maji. Kuna hatua Mungu anaweza akakusaidia, kuna hatua ambazo Mungu anaweza akakuvusha wewe mwenyewe ukabaki unashangaa. Si kwa sababu una uwezo wa kutembea kwenye hizo hatua, sio kwa sababu wewe ni mzoefu sana, ila ni kwa sababu ya neema ya Mungu iliyo juu yako. Kwa hiyo sasa Petro alipomwona Yesu, na kwa sababu alikuwa anatamani kujifunza vitu vingi kutoka kwa Yesu, akamwambia, Bwana Yesu, nataka kuja kwako. Yesu akamwambia, njoo. Yesu akikwambia njoo, nenda kweli. Yesu akikuita njoo, usikatae. Yesu akikwambia anzisha biashara, anzisha. Yesu akikwambia anzisha kampuni, anzisha. Upo mkono wa Mungu ambao utakusaidia. Kwa hiyo unaona kabisa Petro akaanza kutembea, anatoka kwenye boti, anapiga hatua ya kwanza, akaona mawimbi makubwa. Hatupaswi kukata tamaa katika maisha yetu. Hata kama tunakutana na mawimbi kiasi gani, hatupaswi kukata tamaa. Hata kama tunaanguka mara 20, mara 21 tuinuke tena. Lakini Petro alipokuwa anaona mashaka ndani ya moyo wake, anza kuona hofu ndani yake, akasema, Bwana Yesu, ninazama. Kitu gani hapa nataka nikwambie? Kwamba kinachotuangamiza sisi wanadamu si kwamba ni matatizo ambayo yanatupata, si kwamba ni shida zinazotupata, si kwamba ni changamoto zinazotupata, ila ni mashaka na hofu zilizozaliwa ndani ya mioyo yetu. Ukitaka kuamini ya kwamba kinachotuangamiza sio matatizo tunayoyapata, unaona baada ya kuwa Yesu amemwokoa Petro, anamwambia hivi, ewe mtu wa imani haba, kwa nini uliona shaka? Nataka uone hapa kwa jicho la ualimu kidogo, ya kwamba kama sababu ingekuwa ni mawimbi au ingekuwa ni bahari angemwambia, lakini kilichomfanya Petro azame ni shaka. Na ndio maana katika siku ya leo nakwambia kutoka katika madhabahu hii, usione shaka, kwa sababu neema ya Bwana iko juu yako. Lakini kitu kingine hapa ninachotaka kuongezea ni kwamba shaka au mashaka ni silaha katika ulimwengu wa roho inayozuia usitumie neema uliopewa na Mungu katika majira mapya. Katika majira yoyote yale mapya yanapoanza, huwa kuna hofu ambayo huwa inainuka, ambayo hofu hiyo sio ya kawaida. Hofu inayoinuka ni hofu ambayo inakatisha tamaa. Lakini nataka nikwambie ya kwamba ikiwa Mungu amekuamuru kwenye hilo jambo, uwe na uhakika neema ya Mungu itakusaidia. Unapoona kipindi kipya kimeinuka kwenye maisha yako, huwa kuna neema aga inainuka, huwa kuna mkono wa Bwana umeinuka. Nataka niseme naye kitu hapa kigumu au kitu chepesi, ni kwamba utawezaje kukabiliana na shaka wakati wa kipindi kipya kinapoinuka katika maisha yako. Tumesoma kitabu cha Mwanzo sura ya 49 na ule mstari wa 14, ambapo neno la Bwana linasema, Isakari ni punda hodari ajilasaye kati ya mazizi ya kondoo. Kitu gani hapa nataka nizungumze? Usione shaka, japo kuna mazingira unaweza ukakutana naye akakupa hofu, akakupa shaka, ukashindwa, ukaamua kukata tamaa. Nataka nikuambie kitu kimoja, jifunze kujisemesha na kuiombea nafsi yako kwamba iwe hodari. Mzee Yakobo alipokuwa anaelekea wakati wake wa kufa, Biblia inasema ya kwamba aliwaita watoto wake 12
mawili ili aweze kuambia juu ya mambo yatakayotokea mbeleni. Na alipokuwa anasema juu ya kila mtoto wake mmoja, ilifika zamu ya Isakari. Anamwambia Isakari ni punda hodari. Kwa wasomaji wa Biblia watakuwa wameelewa kuna utofauti kati ya punda na punda hodari. Kuna utofauti kati ya mtoto na mtoto hodari. Kuna utofauti kati ya mwanamke na mwanamke hodari. Bwana Yesu asifiwe. Kuna utofauti kati ya kazi na kazi hodari. Kwa hiyo hapa anamwambia Isakari ni punda hodari. Kwa nini Isakari ni punda hodari? Katika Biblia namna ambavyo huu mstari umeandikwa kwa namna ya mazingira. Unaona pale kwenye ule mstari wa chini anasema ajilazae kati ya mazizi ya kondoo. Isakari ni punda. Maana yake punda anaishi kwenye mazingira ya punda, lakini pia anaishi katika mazingira na mazizi ya kondoo. Maana yake Isakari ni mtu ambaye anaweza kuishi katika mazingira yoyote yale pasipo kuona shaka, kwa sababu anaamini ya kuwa neema ya Bwana iko juu yake. Unapopitia katika mazingira magumu, unapopitia katika shida, usiogope, usione shaka, maana Bwana yuko pamoja na wewe. Tufunike macho na tuombe.